Eneo lote Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya Juni 8 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Israeli imesema imeanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi yaliyo magharibi na katikati mwa Ukraine. Jeshi la Nigeria limeokoa watu zaidi ya 300 waliotekwa nyara kutoka ngome yenye ulinzi mkali ya wanamgambo wa kijihad. Na viongozi wa Ukraine na washirika wake wa karibu wa Ulaya wameweka masharti 5 kwa ajili ya kufikia makubaliano ya haki na ya kudumu ya kumaliza vita dhidi ya Urusi. Lakini je, hili litawezekana? Mkutano huo hauna ushawishi wowote kwa pande zote mbili. Aliye na jukumu la mgogoro wa Ukraine anabaki kuwa ni Marekani, na uamuzi wa usitishaji na kuendelea unabaki kuwa uko Moscow. Angazia taarifa hizo kwa kina zaidi muda mfupi ujao baada ya mwenzangu hapa studioni Halima Nyanza kwa kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Halima, karibu. Asante Skola. Israel imesema imeshambulia maeneo ya kijeshi yaliyoko katika eneo la kati na magharibi mwa Iran saa chache baada ya Iran kurusha makombora kaskazini mwa nchi hiyo, ikiwa ni shambulio la kwanza tangu kutangaza kwa usitishaji wa mapigano Aprili mwaka huu. Iran nayo pia imearifu juu ya miji yake kushambuliwa. Shambulio hilo la Israeli limefanyika licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba hataki Israeli ilipe kisasi na kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Iran imesema mashambulizi hayo dhidi ya Israeli ni kujibu uvunjifu wa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayofanywa na Israeli, ikiwemo kushambulia Lebanon. Awali Rais Trump alionyesha kutofurahishwa na mashambulizi yaliyofanywa na Israeli kusini mwa Beirut na pia kuzungumzia jinsi ya kumaliza na Iran. Tuko katika hatua, tutatoka Irani haraka sana na itatumika nguvu sana kwa njia moja au nyingine, iwe ni kwa makubaliano au kwa hatua kali. Sawa, hatua kali sana labda itakuwa ndiyo njia rahisi zaidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yuko mjini London, Uingereza, akishiriki mazungumzo yanayohusu masuala ya ulinzi, akiwa pamoja na viongozi wa nchi nyingine washirika wake Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza imetoa taarifa chache juu ya mazungumzo hayo ambayo yataangazia pia aina ya makubaliano ya amani kati ya Ukraine na Urusi yatakavyokuwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hapo awali aliarifu kuwa mazungumzo hayo yatalenga juu ya uungwaji mkono wa nchi yake na mashirikiano katika ulinzi wa anga. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema serikali yake itakabiliana na makundi yanayohusika na kuongezeka kwa ghasia za chuki dhidi wageni nchini humo. Zaidi na David Nkia. Hata hivyo, Rais Ramaphosa amewahakikishia raia wa nchi hiyo kwamba hatua zimekuwa zikichukuliwa dhidi ya wahamiaji haramu. Nigeria, Malawi na Msumbiji tayari zimeondoa nchini humo mamia ya raia wake baada ya kuongezeka kwa maandamano dhidi ya wahamiaji wa kigeni. Raia wa Ghana wapatao 400 walirudi nyumbani siku ya Jumamosi, wakati Nigeria imesema zaidi ya raia wake 1000 wamejiandikisha kupata usaidizi. Na rais wa China Xi Jinping amesema anataka kustawisha uhusiano na Korea Kaskazini na nchi hizo mbili kufanya kazi kuweza kulinda mfumo wa haki wa kimataifa. Rais Xi anatarajiwa kuwasili leo Korea Kaskazini kwa ziara ya siku 2. Hii ni BBC. Naam, ni muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na mwenzangu hapa Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC msikilizaji, na tunakutangazia pia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio Kwizera Ngara, Radio Free Africa na Radio 1. DRC ni Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Kenya Count FM, Nyota FM na Pamoja FM. Na nchini Uganda unaweza kutusikiliza kupitia Radio Kitara, Radio Lira na Radio Aidha internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya na kujia pia msikilizaji moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube ambao ni BBC Swahili. Karibu, mimi ni Skola Kisanga.
Jeshi la Israeli limesema limeanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi yaliyo magharibi na katikati mwa Iran baada ya kuonya kwamba lingejibu shambulizi la kwanza la Iran dhidi ya Israel tangu usitishaji mapigano Aprili kuanza kutekelezwa. Israeli ilikuwa imeahidi kulipiza kisasi baada ya Iran kurusha makombora dhidi ya eneo lake la mwishoni mwa wiki hii, hatua ambayo iliongeza hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa huko Mashariki ya Kati. Iran inasema mashambulizi yake yalikuwa onyo kufuatia shambulizi la Israel dhidi ya vitongoji vya kusini mwa Beirut nchini Lebanon, huku ikitishia kufanya mashambulizi makubwa zaidi iwapo uchokozi huo utajirudia. Zaidi na Victor Kenani. Ving'ora vya tahadhari vilisikika nchini Israel Jumapili, huku jeshi lake likisema limefanikiwa kuyadungua makombora ya Iran yaliyokuwa yakielekea nchini humo, ikiwa ni mashambulizi ya kwanza ya aina hiyo tangu usitishaji mapigano wa mwezi Aprili uanze kutekelezwa katika vita vya Mashariki ya Kati. Inaripotiwa kuwa mashambulizi ya Iran yalimchochea rais wa Marekani Donald Trump kumpigia simu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kumshauri asiwe na mashambulizi ya kulipiza kisasi. Wakati huo huo, Israel iliishtumu Tehran kwa kufanya kosa kubwa kupitia shambulizi hilo ambalo jeshi la Israeli lilisema lilihusisha makombora 11, yote yakidunguliwa angani bila kusababisha majeruhi. Mkuu wa majeshi wa Israeli Luteni Jenerali Eyal Zamir aliapa kuwa jeshi hilo litampiga adui kwa nguvu mara tu litakapopewa ruhusa. Utawala wa kigaidi wa Iran ulifanya kosa kubwa ulipochagua tena njia ya ugaidi. Tehran imesisitiza kuwa makubaliano yoyote ya kumaliza vita hivyo kabisa lazima pia yakomeshe mzozo sambamba nchini Lebanon, ambapo Israeli inaendelea na kampeni dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran, na ilikuwa imeonya kwamba mashambulizi yoyote mapya dhidi ya Beirut yangechochea kuanza upya kwa mapigano kwa kiwango kamili. Siku ya Jumapili, ofisi ya Netanyahu ilitangaza kuwa jeshi lilikuwa limepiga kituo cha uongozi wa wanamgambo katika eneo la Dahie mjini Beirut kujibu mashambulizi ya Hezbollah dhidi ya eneo la Israel. Hezbollah ilithibitisha kuwa ilirusha makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi mbili za jeshi la Israel mapema Jumapili. Mohamed Bagher Ghalibaf, spika wa bunge la Iran na pia mpatanishi mkuu wa nchi hiyo katika mazungumzo ya Washington, aliishtumu Marekani kwa kutoa kibali kwa mashambulizi ya Beirut, akisema kuwa mali na maslahi ya Marekani pamoja na Israel sasa ni malengo halali. Muda mfupi baada ya shambulizi hilo, Iran ilitangaza kufunga anga yake katika sehemu ya magharibi mwa nchi hiyo, huku nchi jirani za Iraq na Syria nazo zikifuata hatua hiyo. Tehran pia ilisimamisha safari zote za ndege zinazoingia katika uwanja wake wa ndege wa kimataifa. Kulikuwa na dalili za juhudi za kidiplomasia kuendelea mwishoni mwa wiki, huku waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi akizuru Tehran. Usitishaji mapigano wa Aprili 8 ulikuwa umesitisha mapigano makubwa kati ya Iran na maadui wake Israel na Marekani. Hata hivyo, juhudi za kugeuza makubaliano hayo kuwa suluhu ya kudumu zimekuwa zikikwama mara kwa mara, na mashambulizi ya siku ya Jumapili yanatarajiwa kuzima zaidi matumaini ya amani ya kudumu, huku vita vya Mashariki ya Kati vikifikia siku ya 100. Na asante sana Victor Kenani, alikuwa akimaanisha Tehran. Jeshi la Nigeria limesema limeokoa watu 360 waliotekwa nyara kutoka ngome yenye ulinzi mkali wa wanamgambo wa jihad katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria. Zaidi na Halima Nyanza. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, jeshi limesema operesheni hiyo iliongozwa na taarifa za kijasusi zilizosababisha kuokolewa kwa wanaume, wanawake na watoto waliotekwa kutoka katika jamii mbalimbali katika eneo la Ngoshe. Operesheni hiyo ilianzishwa baada ya kupokelewa kwa taarifa za kuaminika na zilizothibitishwa kutoka vyanzo mbalimbali zikionyesha kwa usahihi mahali walipokuwa wanashikiliwa mateka hao, pamoja na kuwepo kwa mtandao mpana wa usaidizi wa waasi waliokuwa wakiendeleza shughuli za ngome hiyo. Kulingana na jeshi, mateka hao walikuwa wakishikiliwa katika mazingira magumu ndani ya eneo la milima ya Mandara kusini mwa jimbo la Borno. Mashambulizi na utekaji nyara kwa ajili ya kudai fidia yamekuwa changamoto kubwa, huku makundi yenye silaha yakiendelea kulenga na kushambulia shule nchini Nigeria. Mwezi uliopita, watu wenye silaha waliwateka wanafunzi 39 wakiwemo walimu 7 katika jimbo la Oyo. Mwalimu mmoja aliripotiwa kuuawa wakati wa tukio hilo. Wanaoshukiwa kuuawa na mgambo wa jihad walifanya shambulizi kama hilo katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa nchi, wakiteka watoto wengine kadhaa kutoka katika shule kwenye eneo la Skira Uba.
Juba. Wiki iliyopita walimu waliandamana kote nchini humo wakidai kuachiliwa kwa zaidi ya wanafunzi 80 waliotekwa nyara pamoja na wenzao katika jimbo la Oyo kusini magharibi na jimbo la Borno kaskazini mashariki. Mamlaka nchini humo zimekuwa zikihangaika kukabiliana na tatizo hilo licha ya kutoa hakikisho la usalama mara kwa mara. Ni taarifa yake Halima Nyanza. Kwa mashabiki wa soka, kuona timu yako ikicheza kwenye kombe la dunia ni ndoto ya kila mmoja, lakini maelfu ya wafuasi wa soka kutoka Afrika wanaotarajia kusafiri kwenda kwenye mashindano ya mwaka 2026 yatakayofanyika Canada, Mexico na Marekani wanakabiliwa na ugumu wa kupata visa. Kuanzia Senegal hadi Congo, kuna hofu kubwa kwamba baadhi ya mashabiki wenye shauku kubwa zaidi wanaweza kuishia kutazama mechi hizo wakiwa nyumbani tu badala ya kushuhudia moja kwa moja viwanjani. Hii hapa taarifa ya Celestine Karone ikiwasilishwa na Nasteha Mohamed. Shangwe na sherehe za kishindo kutoka kwa mashabiki wa Senegal baada ya mechi yao, sauti zao zikiakisi furaha na shamra ambazo mashabiki wa Afrika wanafahamika nazo duniani kote. Kwa wengi wao, kushuhudia timu yao ikicheza katika kombe la dunia ni ndoto ya maisha. Hata hivyo, kwa baadhi ya mashabiki kutoka Afrika, ndoto hiyo inaweza kubaki kuwa ndoto tu kutokana na baadhi ya nchi za Afrika kukabiliwa na marufuku au vikwazo vingine kama vile kunyimwa visa ya kusafiri hadi Marekani. Jibril Guy anaongoza kundi la mashabiki wa Senegal linalojulikana kama Ales Kasa. Hii ni aina ya ubaguzi ambao haujatajwa kwa jina lake halisi, lakini ushahidi upo wazi. Hakuna nchi yoyote ya Ulaya iliyowekewa vikwazo vya aina hii. Kwa nini Afrika? Mojawapo ya sababu kuu ni sera ya serikali ya Marekani inayolenga nchi zenye viwango vya juu vya watu wanaozidisha muda wao kuendelea kuishi nchini humo. Ann Welsh ni wakili wa masuala ya uhamiaji nchini Marekani. Iwapo unatoka katika nchi ambayo ina kiwango cha juu cha watu wanaozidisha muda wa kuendelea kuishi nchini au wale wanaokiuka sheria za uhamiaji, mwombaji binafsi anaweza kuathiriwa na hali hiyo. Chini ya sheria za Marekani, maafisa wa ubalozi wanapaswa kuzingatia kwamba kila mmoja ambaye anaomba kusafiri ana nia ya kubaki nchini humo badala ya kurejea katika nchi yake. Mashindano hayo yatakuwa ya kwanza kushirikisha timu 48 badala ya 32, huku FIFA ikitarajia zaidi ya mashabiki milioni 5 kusafiri kuhudhuria michezo hiyo. Hata hivyo, baadhi ya wakosoaji wanasema kuwa dhana ya kandanda kuwaleta watu pamoja inapingana na ugumu wa kusafiri kimataifa, hasa kwa watu wanaotoka katika nchi zenye pasipoti zenye uwezo mdogo wa kuruhusu safari bila vikwazo vingi. Ili kupunguza changamoto hizo, FIFA ilianzisha mpango wa Fan Pass unaowaruhusu wamiliki wa tiketi za mechi kupata nafasi ya mapema ya mahojiano ya visa kwa haraka zaidi. Lakini baadhi ya mashabiki nchini Ghana wameambia BBC kwamba kuwa na tiketi hakumaanishi kwamba utapata visa. Utawala wa Marekani unasema unalazimika kuwa makini zaidi katika utekelezaji wa sera zake za uhamiaji kutokana na changamoto zinazokabili katika kulinda mipaka ya nchi hiyo. Ole, 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 ole. Haya, moja kwa moja Kenani, tunaendeleza haya ya viwanjani, mambo ya World Cup. Karibu sana, twenzetu. Shukran Skola. Tunaanza na soka na habari za soka ambapo Christian Eriksen yuko katika hali ya fahamu baada ya kuanguka tena uwanjani alipokuwa akiichezea timu ya taifa ya Denmark. Kwa mujibu wa shirikisho la soka la nchi hiyo, Christian Eriksen yuko katika hali ya fahamu na kulingana na mazingira yaliyopo anaendelea vizuri, shirikisho la Denmark lilisema katika ujumbe kwenye mtandao wa X. Picha za televisheni zilimwonyesha Eriksen mwenye umri wa miaka 34 akishika kifua chake kwa mikono yote miwili baada ya kuanguka chini na kuzungukwa na wachezaji katika dakika 65 ya mechi ya mataifa ya kirafiki kati ya Denmark na Ukraine. Mechi hiyo ilisitishwa baadaye. Eriksen alianguka kutokana na mshtuko wa moyo wakati wa mechi ya ufunguzi ya Denmark katika michuano ya Ulaya mwaka 2021 dhidi ya Finland na alipewa matibabu ya muda mrefu kabla ya kupata fahamu. Denmark na Ukraine hazijafuzu kushiriki kombe la dunia. Tuangazie maandalizi ya kombe la dunia sasa, na mechi ya mwisho ya kujipima nguvu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Chile itachezwa bila mashabiki kutokana na hofu kuhusu mlipuko wa Ebola nchini humo. Mechi hiyo imepangwa kucheza Jumanne katika mji wa Orleans nchini Ufaransa. Awali ilikuwa ichezwe Cadiz nchini Hispania kabla ya meya wa eneo hilo kusaini amri ya kuzuia mechi hiyo kufanyika kama hatua ya tahadhari. Marekani, moja ya mataifa yanayoandaa kombe la dunia, inahitaji wachezaji na maafisa wawe wamekaa siku 21 nje ya DRC na kutokuwa na dalili za ugonjwa kabla ya kuruhusiwa
kuingia nchini humo. BBC Sport inaelewa kuwa hakuna mchezaji wa DRC Congo ama DR Congo ambao wote wanacheza soka la kulipwa nje ya nchi aliyewahi kutembelea taifa hilo hivi karibuni, ingawa baadhi ya maafisa wa timu hiyo na mashabiki wamewasili kutoka huko. Kikosi hicho kinaendelea na maandalizi yake mjini Mabela nchini Hispania baada ya kambi ya siku 10 nchini Ubelgiji na iliyojumuisha sare tasa dhidi ya Denmark. Katika mchezo wa magari ya Formula 1, Kimi Antonelli alipata ushindi mkubwa katika mbio za Monaco Grand Prix mbele ya dereva wa Ferrari Lewis Hamilton baada ya mwisho wa mashindano uliokuwa na misukosuko ulioshuhudia magari mawili ya usalama na bendera nyekundu. Na kufikia hapo na kunja jamvi la spoti kwako. Naam, asante sana Victor Kenani.